kusoma neno la Mungu na nitajaribu kufafanua kidogo kuonyesha namna dunia ilivyo masanganjia. Haleluya. Amen. Geukia mwenzako umwambie dunia ni masanganjia. Dunia ni masanganzira. Ensi tuli mali gari masanganzira. Mu Luganda ndio vile linasema. Ensi masanganzira. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tumesoma alivyoandika mmoja wa waandishi wa kitabu cha Zaburi. Anasema kutoka mbinguni kuna kitu kimoja kinachomsimamisha Mungu kwa kiti cha enzi. Na Mungu anaposimama kwa kiti cha enzi, haku yake kula birthday pamoja na wanadamu, haku yake kuwekesha kwenye banka. Mungu haku yake tongoza mwanamke, Mungu haku yake kutafuta pesa, hapana. Mungu anasimamaka kwa kiti chake cha enzi, anashuka, anakuja kuangalia ndani ya dunia, sababu dunia ni kama mviringo. Jina la Bwana libarikiwe. Dunia ni kama mviringo. Wachapaji wazuri wanaichapa kwamba ni kama vile kabumbu ama mpira ambayo iliyowekwa ndani ya kiwanja. Na wakati Mungu anashuka, anaangaliaka wanadamu. Amen. Amen. Ile wakati hakujaje kuangalia sadaka. Ile wakati hakujaje kuangalia walioingia kanisani ni wangapi. Leo ninabadilisha kidogo na kuna watu ambao wanaweza kusirika. Mungu anaposhuka kutoka mbinguni, hashukake kuangalia ni nani aliyeingia mkanisa, kwa sababu kanisa ama tuizungumzie kwamba ni dini. Ole wa mtu ambaye anazingatia kuwa mtu wa dini, kwa sababu dini imepotoka, imetoka kwenye msingi wa Mungu, imebaki kampuni ya watu kuchuma mauchumi zao. Ninawaona na watu wengine saa hii ya Jumapili wanatia masaple pale nje, wanatia misalaba, zingine masanamu za kufanya hivi, zingine za kuangalia kama makiki, zingine za kuogopesha. Yeye alienda na biashara yake pale, kumulango ni nafasi ya biashara, unauza, anatia pesa kwa mfuko, anarudi, atarudi Jumapili. Yani kanisa watu wameifanya kama biashara. Lakini Mungu anaposhuka, anashuka kuangalia mtu mmoja ambaye yuko na akili. Aseme Mungu anashuka, anaangalia yuko wapi kati ya wale wanadamu ambao wamekutanana ndani ya ile masanganzira ya dunia. Aone yuko wapi aliyekuwa na akili. Na sio akili ya kujua malugha mengi. Angekuwa ni akili ya kujua lugha mingi, muhii kanisa saa hii parapanda ikilia ninaweza kuwa namba 1. Ninaweza kujitapa vile, sababu sijui kama unaweza kuhubiri Kiarabu kwenye madhabahu na umalize ukizungumza lugha ya Kiarabu, ama tukiingia kwa lugha zingine tunazo mvicho, lakini haifufui dafu. Lugha uliyoisoma kwenye shule, niliyoisoma, niliyojifunza, tulizonazo, akili ya ubinadamu, akili ya ustadi, akili ya kushona nguo, akili ya kuvaa viatu, akili ya Mungu hatishwa na ile, anashukaka kutoka kwenye kiti chake, aangalie ni nani mwanadamu aliyekuwa na akili, anayejua kumtafuta. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kumtafuta Mungu ndio akili ya kwanza. Mwenye anamtafuta Mungu ndio mtu wa akili wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kumtafuta Mungu ndio akili ya kwanza. Penye wanaingia mkanisa kila Jumapili na kila siku wanataka tubite, wanawaza wanataka kutubite. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini nataka kukuambia ya kwamba akili ya kumtafuta Mungu sio kuingia mkanisa. Akili ya kumtafuta Mungu haiko kuwa na sauti ya kuimba. Wako wengi tumekutanana tulipozaliwa. Ndio maana nimesema dunia ni masanganjira. Ni masanganjira dunia. Kila mtu ana mahali alitokea.
nje ya kanisa. Kila mtu iko na kabila yake. Au sio hivyo? Kabila yangu sio yako. Kwanza yangu kiitafuta utapasuka kichwa, sababu na mimi mwenyewe siyaigundua. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi mwenyewe sijajua kabila yangu ni nini. Sipokuwa tu Yesu ndio kanisaidia, akanitumia invitation card, akasema njoo kwangu na ile kabila yako isiyojulikana ili uitwe kabila ya Wakristo wanaoenda mbinguni. Hapa ndipo nikanyanyua nipenda kwamba kabila yangu ni ya Wakristo. Hakuna aliyekuwa na njia ya mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Acha tukaribishe tu watu wangapi, wasita wakuje hapa mbele niwaonyeshe. Vijana ambao waliokuwa na nguvu na wadada nao wasimame tu. Niwaonyeshe namna gani dunia ilivyo masanga njia. Si tunaona namna tulivyo hapa. Kila mtu ana kwenye litokea. Na sisi sote tumekaa katika dunia ya mviringo. Njia ya kila moja inakutanana duniani. Na tulipokutanana ni kusema ni masanga njia. Tunakutanana hapa na tunaachana ni hapa hapa. Hakuna anayeweza kwenda na mwenzake. Uwe unampenda, uwe haumpendi, hakuna aendaye na mwenzake. Sasa ndani ya hii masanga njia, Mungu anashuka aangalie katikati yetu ni nani kati yetu ambao tuko hapa aliyekuwa na akili ya kujua kumtafuta huyu Mungu. Mungu anaangalia akili moja peke yake, na ndio njia ya pekee ya kumtafuta Mungu ni kutenda mema. Amen. Aliyenisikia anaweza kushangilia tena. Kila mtu hapa aliyekuwa katika dunia ambaye Mungu anahesabia kwamba huyu ndiye anayenitafuta, ni wakati unapomtendea mwenzako mwanadamu mema. Haijalishi ni wa kabila yako, haijalishi ni wa lugha yako, haijalishi ni wa utalii kama na wewe. Mungu anajua mtu aliyekuwa na akili ni huyu ambaye amemtendea mwingine mema, na mbingu zinaandika. Turudi kwa nafasi. Mbinguni kuna vitabu na vitabu. Kuna vitabu vinavyoandikwa watu watendao mema, na kuna vitabu vinavyoandikwa watu watendao mabaya. Kama mtu akitenda mabaya, iko siku mabaya yako itakuja iko hapo kilemba. Mungu atusaidie sana. Tafuta kutenda mema. Asema kutoka juu mbinguni Mungu anashuka, anaangalia, ameona sasa ndani ya watu wameikala katika mzunguruko kama vile magari ya roundabout. Kila mtu iko busy. Kila mtu iko busy. Hata wale walioingia kanisani, wameingia kanisani, wote ni kwa mfumo. Katikati yao wale waingiao kanisani na wao wenyewe njoa na uwana mule mkanisa, njoa na tatana mule mkanisa, bana chukiana mule mkanisa, batu ya kiburi mule mkanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe mtu akitenda mema, mtu akijua kutenda mema, hii mema yako inamshitua Mungu, inashitua moyo wa Mungu, mpaka Mungu anasema huyu ndio mwenye ananitafuta. Kumtafuta Mungu haiko kuzunguruka kuvyumba ya maombi. Hapana, kutoka kuchumba ya maombi hapa kwa haipeki unaenda kuchumba ya maombi. Kwa jema nachungaga sana. Mungu kumtafuta haiko mkichunde. Mungu kumtafuta haiko kuchundana, na haiko kuchundiwa, haiko kutabiriana. Tuko na mautabiri za mingi, zimoja zikatimia, zingine hazijatimia, zingine tunaikana tunangojea. Saa hii Mungu ana haja ya mtu anayetendea mwingine mema. Aliyetenda mema, huyo amehesabiriwa kuwa anamtafuta Mungu. Mhubiri 11 mstari wake wa kwanza mpaka hivi. Huyu mwandishi ndio mwenye akaniogopesha sana. Akasema na mkate bugari tu
utakufa. Utamwona ndani ya mtu mwenzako. Mungu atusaidie sana. Aseme unapomtendea mema kwa dunia hii, mara moja Mungu anaandika umekuwa na akili. Jambo la kwanza, amejua kunitafuta. Jambo la pili. Jambo la tatu yenyewe ninafurahia pale chini, aseme kila kenye ulipana kwake atakurudishia. Amen. Akisha kurudishia anaweka na nyongezo. Akisha weka na nyongezo anasema uliyetenda mema, kuna mahali pako nimekuandalia katika sherehe ya milele. Jina la Bwana libarikiwe. Kumbe kutenda mema ni kukontribute kwa ile sherehe ya Mungu itakayokuja. Tunasema huyu ni baba anazaa watoto, huyu ni mtoto wake, huyu anakuwa mjukuu, huyu naye anakuwa mtoto wa huyu, anakuwa mtoto wa huyu, ule naye anakuwa na watoto wa wale. Kila mtu hapa iko na mkololo ya uzao wa tumbo lake. Sasa maisha imepangwa ndani ya dunia, kila mtu amebeba mkololo ya familia yake nyuma yake, na matendo huyo anayoyatenda hawezi kuyavuna, sababu yeye iko anapita anaenda. Mungu atusaidie sana. Wakati huyu iko anapita, twende, naye iko anamfuata, na huyu iko anamfuata, na ule iko anamfuata. Simama, tusimame sasa. Kila mtu amepita mlaini ya nani? Sasa kuna watu wengine hawawezi kutenda mema katika safari yao ya maisha. Wao katika safari yao ya maisha, matendo yao ni ya kuumiza wengine. Hata akiwa mkanisa, yeye ni jiwe ya kukwaza watu wengine. Akiwa mkwaya, yeye ni kama mfano wa Shumuleta. Akiwa ndani ya waombaji, utajiswali anaomba kanani, mpaka kiasi watu wanaanza sema kama ula taendaka mingoni na nini taendaka kona mgulu. Yani jina la Mungu linatukanwa kwa sababu yetu sisi tunaoingia ndani ya kanisa. Acha nikufungulie swali moja ambalo upime kurekebika kidogo. Hapa kwenye uko napita, ole wa mwanadamu atendaye matendo mabaya. Katika safari yako uko naweka vikaya ya machupa, ni mandovano ndio uko naweka. Wewe unaenda uko na vitega nyuma, wewe unaenda uko natia machiwe msafari yako, wewe unaenda utamaliza, hautafuna sababu uko machonge. Unaweza semea mtu bongo na unajichora na unajipaka mafuta na unapita na unatoka na hatutakujua. Wewe enda salama, pana siku ya mwisho wako kaburini unaenda. Lakini ile yote uliyoyapanda nyuma yako, pana yule Mungu mteteaji ya wenye haki ashukaye kutoka mbinguni, anaangalia wanadamu aone yuko wapi anayetendea wengine mema. Anapoona wewe ulitenda mabaya, watakao yavuna yale mabaya uliyoyatenda haiko mtoto wa jirani. Amen. Huyu mwenye alipita hapa, watoto yake walienda wako wanamfuata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kila mtoto hukanyanga ndani ya matendo ya mzazi. Kila mtu anapitaka iko na kanyanga ndani ya barabara ambayo wazazi wake walioikata mbele za Mungu ndani ya hii dunia. Amen. Masanganzira ambayo tunakutana, pana watu wamejaa kiburi, ni
atavuna, anakwenda. Lakini utakalolivuna wewe, usipovuna watavuna watoto wako. Sasa watu wengine ndani ya dunia hii wanatembelea chini ya laana ya matendo ya wazazi wao pasipo kujua. Huyu iko mjukuu wa kizazi chake. Pana wale waliomtangulia mbele, na wale waliomtangulia mbele kuna yale walipandaka. Mungu alipashuka akaangalia ndani ya ile masanganzira, namna watu wako wanajizungurukako. Andiko linasema ya kwamba aseme Mungu alipowaona, angalia ni nani mwenyeko na hakiri ambaye anajua kumtafuta Mungu. Mungu akaona hayuko. Wanadamu wote wameoza, wote wameharibika, wote wamechafuka. Hakuna hata mmoja aliyekuwa na wazo ya kumtendea mwenzake mema. Watu wengi wanatenda mema kwa kuvaa ngozi ya kondoo, lakini ndani mwao ni miwa. Unaweza kusema ninampenda mwenzetu, tunaimba naye, tunaomba naye, si tunaingilia kanisa moja, unatoa ongea. Akishatoka, chunguza kinywani mwako mnatoka nini? Maneno gani yanayotokea kwa watu wengine? Wengine ndani ya jirani hakuna matendo, hakuna matendo mema. Lengo lao sio kwamba Yesu awaponye, Yesu afanye, leta chakula tukule. Wengine wakaanza kumsogezea majiwe, wengine wakaanza kumsogea pamoja na atakapogaula ni kwa wa kwanza ukamata chakabambi. Chakula ni mojawapo ya kuwakusanya watu. Watu wengine wanasema sikia watumishi ya tumbo, na mwenyali nipatia kayo ni gunia aliweka mbele zangu, akaitia kamera mbili. Nikiamka asubuhi nipige gosh, nipige droite, niangalie kwamba hii inastahili. Hakuna mtumishi wa mgongo. Ikipakizwa inashiba, tunatangaza ya kwamba Yesu ni Bwana. Ikipakizwa inashiba, tunatangaza ya kwamba upendo yetu na idumu. Aseme Mungu anaona wanadamu wote wanaoza. Tunaoza ye. Mbingu iko na munzani ambayo inapima matendo ya kila mtu. Matendo yangu mema yanapimwa, matendo yako mema yanapimwa. Matendo inapopimwa kumunzani, basi Mungu anakutana, tungetupwa kuyalala. Matendo yako yanapimwa, matendo yangu yanapimwa. Kuna yule ashukaye kutoka mbingu, anaangalia kwa mzunguko wa dunia. Watu wako wanajizungurukako, watu wako wanaangaliana, kila mtu anashughulika na yake. Hakuna naye husika na ya mwenzake, hakuna naye jali mtu mwingine. Kila mtu iko busy na mambo yake. Mwandishi Paulo aseme mtu asishughulike na mambo yaliyo yake, lakini ashughulike na yale yaliyo ya mwenzake. Kumbe katika kushughulika na yale yaliyo ya mwenzako, hapa ndipo Mungu anashuka, anakutendea na wewe mema katikati ya mwingine. Sasa watu wengi wanatenda mabaya, na katika mivalio wanafanyana mbaya. Wanafanyana mbaya, na bako mkanisa mbaya. Mbaya sana. Mbaya. Na tuko masangazi. Kwenye tulikutanana, tunakosa kama wanani tumekutanana nao. Ulitoka kwenu Kasese Mbilima, wengine kutanana nao, na wale ndio wako wanakuzimika. Watu wengi wangemfuata Mungu. Watu wengi wamesikia habari ya Yesu. Watu wengi wameifurahia matendo ya Yesu, lakini waende wapi? Matendo tunayotendeana sisi wenyewe, na ndiyo inawarudisha wengine. Mwanadamu, toka ndani ya kundi la watu wafanyao mabaya, ili mbingu zishuke zikutendee mema.
Achana na kujiunga na watu wanaotembea na karama za uharibifu. Kanisani tunapokwenda hatuendi kupekua wengine. Mama fulani alivala hivi. Alivala ni mpaka. Asa kama alivala nini? Wewe sasa ulivala nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atusaidie sana. Aseme njoo nani? Anakaa leo. Njoo maru nyumba. Sasa wewe uko ya wapi? Kanisa imekuwa masanganzira, dunia masanganzira, watu wanaishi changamoto. Wakati yenyunga kimbilia kupata amani mkanisa, njoo roho inatoka inabamuka. Unakosa ulikimbilia wapi? Unaongoza watu, unakosa unaongoza. Nilikuwa na ngombe ilikuwa inanipiga kana mjo mwenye nayo. Unakuwa inasimama hivi. Ngombe siliuza pesa zangu. Naanza familia. Unawalisha kiroho, unaomba, unawaombea, unawasaidia mawazo, unawapa mashauri. Hakuna mchungaji wa kanisa aliyemtakia Mkristo yeyote aishi mbaya. Hayuko. Kila mchungaji anaweza penda magari ziale hapa nje, kama ingekuwa ndio ufajiri, watu wajenge magorofa, hata yeye asijenge anajisikiaga tu fier. Nilikuwa na kwanza Mungu niwape kidogo tu. Nilileta gari yangu hapa nikaitia pale. Mtu mwenye alifurahi wa kwanza ni mchungaji. Sasa nilikuja tu niko na ya mpya, siliko Mkristo, ninafika kwako mimi nakutana yake iko kumajiu. Nikasema sasa mchungaji iko na kumajiu, anafurahia yangu ya kiliniluma. Mchungaji sile siku nikakupiga luandiko lwa neno. Haleluya. Haleluya. Nisaidie tu mchungaji, niache tuliseme kila mtu mkubwa mwenye iko mtu mwenye iko zaidi ya miaka 18 usiende tuongee. Bwana Yesu asifiwe. Kama unafurahi, una moyo wa kutenda mema, inua mikono yako, simama tena ushangilie tena Bwana kwa shangwe na vigelegele. Mungu akupe roho ya kutenda mema. Mungu akupe roho ya kutenda mema. Mungu aijaze ndani yako roho ya kujua kutendea wengine mema. Amen. Tangazo. Watu wakubwa wasiende. Niwaambie jinsi nilisemaka kwa mchungaji na matunda kimelete. Ukimtakia mwingine mema, yale mema Mungu itafanya reciproque. Wa Faransa. Itafanya reciproque. Mema uliyomtakia inaenda, tena ingine inarudia. Tie wote tunakuwa na mema na Mungu wetu anatukuzwa. Aseme alipowaona wengine wote mifunyundo iko inaruka. Utakubali kuoza na uko na kumua. Asema kaona wengine wote hakuna hata mmoja. Hata mmoja anakosa. Mmasanganzira yote ya dunia wote waliokutana ndani. Aliyetoka Kongo, aliyetoka Burundi, aliyetoka Rwanda, aliyetoka Kasese, aliyetoka Lango, aliyetoka Chomya, aliyetoka JP, aliyetoka Moyo, aliyetoka Ajumane, aliyetoka wapi, aliyetoka sijui wapi, wote walipokutanana hata mmoja wao hakuna. Aseme wanadamu wote Mungu akaona wameoza. Ndio naona wengine juu ya mateso anaweza penda visa ikuwe kesho asubuhi aende Ulaya. Kuna wengine hawaombi kwenda Ulaya aseme juu ya amani, juu ajenge kazi ya Mungu. Mateso ndio na mateso. Sema Mungu akaona wanadamu wameoza. Hakuna hata mmoja anayemtendea mwingine mema. Kumbe katika kutendeana mema ndimo Mungu anapata nguvu. Hakuna siku Mungu wetu atajulikana na kazi zake zijulikane kama hatutendeane mema. Muweye ndio Mungu atajitukuza. Sasa jambo la kushangaza, watu wanaotendeana mabaya na ndio wepesi wa midomo. Acha kusema mwenzako ni Mkristo
hata kama sio Mkristo, ni mwanadamu mwenzako. Jua kutenda mema, sababu ndani ya yale mema ni matunda mazuri unayoipanda ndani ya barabara ya njia yako. Na yale mema unayoyatenda, wanaokuja ndani ya ile mema ni uzao wa tumbo lako. Epuka masema. Yale unayoyasema, watumishi wa Mungu ambao uko nasema, Mungu anakufananisha kama uko nawafanya kuwa mikate ya asubuhi, mikate ya mchana, mikate ya jioni. Nimalizie kusema ya kwamba atendaye mema atalipwa. Atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Aseme malipo, Mungu atalipa kila mtu. Iko siku kila mtu atakuwa foreni. Na mfurahia rafiki yangu wa pale Mbeya. Alikuwa mfufi mbele, leo Mungu amemuinua. Amefungula kanisa linaingia watu wengi. Jina lake anaitwa Boni. Boni anaimba maisha ni foreni, kila siku inasogea polepole. Yaani maisha ni foreni. Yale mema tunayoyatenda pana malipo inakuja. Yale mazuri tunayoyafanyisia. Nafurahia mwingine mwandishi mmoja anasema, aseme ole wa mtu anayerudisha mabaya badala ya kumtendea mema. Kanisa liliwahi kukutendea mema, lakini wewe kanisa njole nyoko nasungurukana, mkimwa unaliharibisha. Kwanza ukikutana na mwenye alitokaka zamani, kichunde kinaungwana. Nini? Jua nini amtendewe mema? Sukumbuke tu kama tuliimbaga wimbo ukacheza. Ile nao si ni baraka. Wimbo ukacheza. Nani mwenye kuchezeshaga kama hakutia battery? Nani mwenye kuchezesha kama hangelicharge na simu? Muziki haiwezi kupigwa pasipo gharama. Iko hapa ni gharama kanisa lilifanya. Haukutia kitu ukacheza na ukatoka ukaenda. Hata kama sio muziki, kuna maombi. Hata kama sio maombi, kuna siku moja hivi tulifanya mema kwako. Na wimbo nayo na mafundisho kwamba urekebike. Hii yote tuko tunapanda. Hii yote kanisa linafanya gharama kwa ajili yako. Kwa nini wende na jina ya kanisa mkinywa mbaya? Sema tu Mungu anisamehe. Na Mungu awasamehe wale wanaotembea na jina la kanisa vibaya. Ni mabaya, wanarudisha mabaya badala ya mema. Aseme mabaya hayataishaka kamwe nyumbani mwao. Kwa watu wangali wanachelewa hapa Uganda, ni sababu walitukana kanisa. Kwanza mtu mwenye anatukanaga kanisa ameoza. Ameoza ni vivenzi yeye na uzao wa tumbo lake. Na shauria tu mtu mmoja hapa, nimwambie ya kwamba tafuta njia ya kutenda wengine mema. Unapowatendea mema, itasaidia uzao wa tumbo lako. Mungu akupe kipaji cha kujua kutenda mema. Nayo mkwaya nje anakuja nayo Jumapili, anaifulaka usiku, anaivala asubuhi, mpaka wewe kuliko msaidie unamuita Timotheo. Namuita Timotheo. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Kanisa tutafute njia ya kutendeana mema. Kama tukitendeana mema, kama tukisemeana mazuri, pana yule anayelipa gharama. Kuna mwenye analipaka. Kumbe ukitenda mema abana kompereza. Unafanya mema wanaandika. Iko siku ya kurudisha mshahara. Pana malipo ya watendao mema. Pana malipo ya wanaotendeana mema. Mungu akupe roho ya mbichi, akupe moyo wa nyama, akuondolee moyo wa jiwe, akuondolee moyo wa jiwe ndani yako. Uwe na moyo wa nyama yenye kujua kuachilia. Tendea mchungaji wako mema, tendea wachungaji wengine mema, tendea wakristo wenzako mema, tendea majirani mema, tendea watu mubisi muko mnaenda, tenda mema. Tenda mema, pana yule atakayelipa ile gharama. Yale unayojiima na kujinyang'anya haki yako, pana yule ambaye